nikupendeze, mienendo yangu na tabia zangu zikupendeze, kuvaa kwangu na kunena kwangu, naomba nifanane nawe Yesu, niwe jinsi upendavyo. Nifanane nawe Yesu, niwe jinsi upendavyo. Niguze, nifinyage, unibebe, niunde, nitengeneze, niwe kama wewe, nikupendeze, 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 nikupendeze. As we receive the man of God, in the name of Jesus, piga shangwe na nderemo. Amen. Amen. Asante. Bwana wabariki sana. Amen. Tunaweza kuketi chini katika uwepo wa Bwana ili tusikie neno lake. I understand we don't have much time because we have a lot of things to do, lakini Mungu atatubariki katika muda mchache ambao utakuwa nao. Thank you, Pastor Nicholas, for allowing us with my team to be here and to minister to this family of Generation Changers Church. Nashukuru Bwana sana. We are humbled to have that opportunity. May the Lord bless you and may the Lord bless this family. Amen. Bwana Yesu asifiwe. I have known Pastor Nicholas for quite a long time. Even before he came to Kahawa West, we have ministered together with him in different areas. And I have observed him and noted he is a man of maturity, spiritual maturity. I never got an opportunity to come ili niweze kuona alikuja pande hii, lakini nashukuru Bwana nimepata muda huu. Amen. Amen. Unatafsiri hapa? Okay. So I want to thank God. Nataka kumshukuru Mola for that opportunity. Kwa ajili ya hiyo nafasi. And because I don't have much time, let me introduce my team. Na kwa sababu sina muda mrefu sana, wacha nikaweze kuwatambulisha wale ambao nimekuja nao. I come from a church known as Liberty Baptist Church in Murang'a. Natoka katika hekalu ambalo linaitwa Liberty Baptist kule Murang'a. A place known as Siumbu Makuyu. Mahali paitwapo Siumbu Makuyu. And together with me I have Brother Francis Oyuri. Pamoja nami nilitembea na ndugu Francis. Francis, you can just stand and wave. Unaweza inua tu mkono. Yes. Francis is one of our youth in the church. Francis ni mmojawapo wa wanarika hekaluni. And he is helping us with some few things. Naye anaendelea kutusaidia katika vitu za hapa na pale. Teaching the youth and directing some of the affairs in the youth education in the church. Kwa kufunza wanarika na kuelekeza katika njia ambazo zinafaa hekaluni. Also helping us with the media. Naye anatusaidia pia kwa upande wa katika kuwa kama mwanahabari. We did not begin this very long time. Hatu kuanza hili kwa muda mrefu. We are about a month or so. Ila tu ni kama muda wa mwezi mmoja uliopita. So you can visit our YouTube channel. Kwa hivyo unaweza tembelea katika mtandao wetu. As Francis introduced. Na jinsi ndugu yetu Francis aliyoweza kuwatanguliza. And the Lord will bless you. Na Bwana atawabariki. We hope also to include whatever we are doing here in our YouTube channel.
Bila shaka pia tunatumai kuendelea kuimarika kile tunachofanya katika mtandao. So maybe tomorrow also you may see it. If you visit that channel, you can see what we are doing here. Kwa hivyo kesho ama siku nyingine utaona kile ambacho tunakifanya wakati huu mahali hapa. Yes. Let me introduce Robert, Pastor Robert. Wacha nikaweze kumwalika ndugu Robert. Just come and say hi. Akaweze tu kuinua mkono na akawasalimu. One of our team. Maana ni mmoja wa kikundi chetu. And just to say a few things. Na aseme tu mambo kadha wa kadha. For 1 minute, please. Kwa dakika moja. Praise God. Bwana asifiwe. My name is Robert. Jina langu ni Robert. I'm saved. Mimi nimeokoka. I serve in the church called Sabasaba Baptist Church. Na hudumu katika hekalu linaloitwa Sabasaba. Soon and very soon. Hivi karibuni I'll be joining my sons at a church called Father's House. Nitakuwa naungana na wengine ambao ni vijana wangu katika nyumba ya baba. Mahali panaitwa Syokimau. Syokimau. How many people know Syokimau? Ni wangapi wanaojua mahala paitwapo Syokimau? That's the place that God is calling me to do it. Hapo ndipo mahala Mungu anaponiita kufanya mahala pale kazi. Na kitu moja nataka kuambia. I know I will not have another time to speak. Najua sitakuwa na wakati mwingine wa kuongea. I know you have Bibles with you. Na najua nyinyi mmebeba Biblia zenyu. You people, I know you are from the Baptist. Nyinyi ninajua mmetoka katika kanisa ama mahali pa ubatizo. Najua mizizi yenu imetoka hapo. See hapo? Or you are from different denomination, eh? Now for Baptist, kwa ubatizo, kanisa la Baptisti, kanisa la ubatizo inaitwa Baptist. Ni kanisa, watu wakisikia jina Baptist wanadhani ni ile ubatizo, lakini our denomination where I've been brought up inaitwa Baptist. Dini mahali ambapo nimezaliwa panaitwa Baptist. And most of the time men and women who know Baptist wanasema hawa ni watu wa neno. These are people who know, they deal with the word. Wacha tuseme neno. Ya kwamba hawa ni watu wameimarika katika kufuatilia neno. And this is one thing that I want to leave you with. Na hili ni jambo moja ambalo ningelipenda kuwafahamisha. Being a restoration time for your families and for your children. Ya kwamba kwa sababu wakati huu ni wakati wa ufufuo kwa ajili ya jamii zenyu na watoto wenyu. I want to leave this to your parents. Nataka kuwaachia hili kwa ajili ya wazazi wenyu. Proverbs chapter number 3. Methali mlango wa 3. Inasema hivi. Proverbs chapter number 3. Methali mlango wa 3. Inasema, my child, never forget the things I have taught you. Store my commands in your heart. If you do these, you'll live many years, and your life will be satisfying. Never let loyalty and kindness leave you. Tie them around your neck as a reminder. Write them deep within your heart. Then you will find favor with both God and people, and you will earn a good reputation. Number 5 anasema, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. And the last one but not least, seek His will in all that you do, and He will show you which path to take. Bwana asifiwe. You parents who have children and you have come for dedication, na mumekuja na watoto wenu mahali hapa, as you go out there in your families, share the word of God with your children. Nimeona hapa kuna wazazi wenye wanaangalia watoto. Let us not leave that role to the only leaders in the church that we have. Let us have parents and their families who will share the word of God with them. Bwana asifiwe. And the only assurance that God has given us, anasema hivi, ya kwamba that we will find favor of God when we know His word. Bwana asifiwe. And these words were mentioned, or they were words that were being told by a man called Solomon to one of his sons.
anamwambia hizi maneno usiziache. Bwana asifiwe. Your pastor have said the highest cloud of deliverance is knowledge of God. Tukiwekelea mikono na tukemee na tufanye vitu zingine, if the word of God will not be in our hearts, my friends, deliverance will be hard. Tutakuwa tunakombolewa na bado tunarudi. Let us enjoy sharing the word with our children, and because this is family time, go out there in your families and share with them the beauty of this word, and our children will be delivered. They will be restored. They will know the direction that they ought to take. God bless you. God do you good. Thank you, Pastor Robert. Nataka tuingie neno la Bwana, and I want to thank and appreciate my brother who offered himself to translate. Asante sana, Mungu akubariki. But I have requested him, na nimerequest mchungaji, tukiwa na mkalimani we might take a bit more time, So nimeomba, si wengi wanaweza sikia Kiswahili na wengi pia wanaweza kusikia Kizungu, so that ninaweza kuchanganya kidogo. Mimi ni mtu ambaye huongea kichanganya, but I want you to have time and to have to take this time and use it at the best way, ili tuweze kubarikiwa, kwa sababu naelewa tuko na mambo ya dedication, so that hatutachoka sana katika ibada yetu. So asante ndugu yetu, Mungu akubariki kwa kujitoa kwa hiyo kazi. It's a good ministry. I used to be a translator for many pastors. I know it's a blessed ministry. May the Lord bless you. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka tusikie neno la Bwana bila kupoteza wakati, na nataka tuende kitabu cha Wahibrania, Hebrews chapter 8. I want us to read from verse 8 to 13. Na nitaomba kama kuna mtu aliye na Bible ya Kiswahili pia atatusaidia kwa kusoma. We have a Swahili Bible in the house. We have one? Nani yako nayo? Yes, utatusaidia kusoma this verse. That is Hebrews chapter 8 verse 8 to 13. Let me read in my Bible. Yangu ni ile ngumu kidogo, inaitwa King James, ambayo watu wengi hawapendi sana, lakini ningependa nisome. For finding fault with them, he said, behold, the days come, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the and they shall be to me a people, and they shall not teach every man his neighbor and every man his brother, saying, know the Lord, for all shall know me, from the least to the greatest. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. In that he saith, a new covenant he hath made the first old. Now that which is decayed and waxeth old is ready to vanish away. Hebu tusomewe na dada yetu kwa Kiswahili. Maana anapowalaumu asema, angalia siku zinakuja, asema Bwana, nami nitawatimizia nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda agano jipya. Halitakuwa kama agano lile nililoagana na baba zao katika siku ile katika siku ile nilipowashika mikono yao niwatoe katika nchi ya Misri, kwa sababu hawakudumu katika agano langu, mimi nami sikuwajali, asema Bwana. Maana hili ndilo agano nitakaloagana na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana, nitawapa sheria zangu katika fikra zao, na katika mioyo yao nitaziandika, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Nao hawatafundishana kila mtu na jirani yake, na kila mtu na ndugu yake, akisema, mjue Bwana,
kwa maana wote watanijua, tangu mdogo wao hata mkubwa wao. Kwa sababu nitawasamehe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena. Kwa kule kusema agano jipya yamelifanya lile la kwanza kuwa kuukuu, lakini kitu kianzacho kuwa kikuukuu na kuchakaa kiko karibu kutoweka. Haleluya. Bwana na aweze kulibariki neno lake na aweze kukupatia ufunuo. Amen. May the Holy Spirit find praise in your life. Na wakati huu Bwana atupeleke katika kuelewa vile ambavyo anataka na sisi. Today I want to speak about how God changes a generation. Jinsi Mungu anabadilisha kizazi. Maybe there are many ways, na unaweza kusikia mahubiri ama mafundisho kutoka kwa watu wengi wakizungumzia kuhusu jinsi ambavyo Mungu anabadilisha. But today I want us to talk about how God changes a generation. Na labda nitaguzia jambo moja ama mawili peke yake, lakini haya ndiyo Mungu anataka tuweze kuelewa siku ya leo. And as I speak about how God changes a generation, I want you to mark verse 10 of Hebrews chapter 8. Hiyo verse 10, you can mark it somewhere. It will be our key verse, ili ukaweze kuelewa. Mungu ako concerned sana na maisha yetu. He is very much concerned. And I want to thank God for this church. I want to thank God for the vision of this church, which is restoring generations, our generation, back to God. And why do we say our generation? Because the only people that we can speak to, or that God is dealing with, are only the living. Because He is a God of the living. And that's why we are saying our generation. I like this vision. Sijawahi kuja hapa, nimesikia pastor akiniambia, na nilitaka nione na niguze. Na this time nimeguza. And why we are talking about our generation and changing or restoring back our generation to the Lord, it is because we cannot deal with a generation that has passed. Watu ambao wameshaondoka na wameenda, hatuna jambo tunaweza kufanya, we have no improvement tunaweza kufanya. Lakini wale wako hapa na ambao wanaweza kusikia, maana Mungu wetu ni Mungu wa walio hai, sio Mungu wa walioenda. Sisi ndio tuko wakati huu. Na ningependa tunapozungumzia kuhusu hata kurejeshwa na Mungu na kukombolewa na Mungu, tujue Mungu anafanya kazi zake kwa njia gani. God has a way of doing His own things. You will not expect God to work in your life in the way that you think, ama katika njia zile unafikiria, ama katika njia zile zingine ambazo watu wengine wanatumia. God has His own ways of doing things. Katika kitabu cha Hebrews, the Lord is speaking to us. Aliongea hii kupitia kinywa cha nabii Jeremiah, na mwandishi wa Hebrews ananukuu maandiko ama maneno ya Jeremiah wakati Jeremiah alizungumziwa na Mungu, kwa sababu Mungu alikasirishwa na kizazi hicho cha zamani cha wana wa Israeli. Na akasema, kwa sababu sijapata furaha, I have not found pleasure in these people. Maana mambo niliyowafundisha, ingawaje niliwaokoa kutoka Misri na nikawachagua wao watu wangu, hawakunifurahisha kwa sababu hawakukaa na hawakufanya mambo niliyokuwa ninataka. Na Mungu akakasirishwa na hicho kizazi. Lakini akasema, I am preparing another generation. Ninatengeneza kizazi kingine. Na hicho kizazi nitakacho kitengeneza, I am changing my strategy of making it. Bwana Yesu asifiwe. I always say our God is a God of variety. Mungu si Mungu wa kukwama mahali pamoja, na si Mungu wa kufanya jambo moja miaka yote. Akiona mambo haiendi vizuri, anabadilisha njia. Bwana Yesu asifiwe. Hata wanabiashara wanajaribu kutengeneza strategy mpya. Wakati unaona brand haiendi vizuri, wanabadilisha, wanaweka kitu mpya. And if men can renew their strategies of working in their businesses, hata education sector inabadilisha curriculum na inabadilisha hata syllabus.
kwa sababu inataka kuenenda na wakati. Hiyo yote wameiga kutoka kwa Mungu. Our God is a God of variety. He always changes. Yeye habadiliki, lakini anabadilisha njia za kufanya mambo. And why does he change that? He changes everything to suit us, ili ziweze kufiti katika maisha yetu. Maana biashara ya Mungu katika ulimwengu na mwanadamu ni kumrejesha katika uhusiano wake. Because the original purpose of God creating Adam and Eve and the human race was that they may have fellowship with the human race. Kila wakati tumeona mwanadamu akiondoka na kwenda nje, lakini Mungu amekuwa katika shughuli la kumrejesha mwanadamu na kumweka karibu na yeye, kutembea na yeye. And so today, ninataka uelewe jinsi Mungu anavyobadilisha. And we need to be prepared for God to take us back and also to restore us, ili tuweze kutembea katika njia ambayo inafaa. Neno la Mungu limeanza kwa kutuambia, alipoona ile agano la kale liko na makosa, he made and he promised another covenant, another testament. Akapromise nyingine. He found fault, akaona ina makosa. The writer of Hebrews says, behold, the days come, ananukuu maneno ya Mungu. The Lord says, when I will make new covenant with the house of Israel. Lakini anaanza kusema finding fault, kwa sababu aliona kuna makosa. And with the house of Jacob and Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. I want you to listen. For God to change a generation, one of the things that He uses a covenant. A covenant is an agreement. God will not just change a generation. Hata kuja tu akubadilishe. Kwanza ni lazima muongee. Ni lazima mtengeneze makubaliano. There must be an agreement. Lazima kuwe na mkataba ambao umekubalianwa for God to bring any change. Hallelujah. So as we talk about changing generations, we must bring people to the knowledge and the preparedness of accepting to establish a covenant or an agreement with God, so that God can change them, so that whatever God is doing will work. Nguvu za Mungu za kubadilisha hazifanyi kazi bila makubaliano. Na ndio sababu Yesu Kristo akasema in the book of Matthew chapter 11 verse 28, Njooni kwangu nyinyi mnaolemewa na kubeba mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Hello? Njooni kwangu. So you must come ili niweze kuwapumzisha. Lakini baada ya kuja kuna kitu anakuambia ufanye. Nikisha kupumzisha, take my yoke. Nimeondoa ile nira, sasa na wewe uchukue nira yangu, alafu ukubali kufundishwa na mimi. Maana mimi ni mnyenyekevu wa moyo, nayo roho yako itapata pumziko. Hello? Kwa hivyo kuja kwa Yesu, as you accept to come to Jesus, ile pumziko haipatikani siku hiyo tu umekuja. It is also a process. Yesu anasema njooni kwangu mnaolemewa, alafu mkija chukueni nira yangu na mkubali kufundishwa na mimi. Bwana Yesu asifiwe. So there must be an agreement. Ni lazima ufanye agreement na Mungu. Tunaishi katika siku ambazo ukitazama what is happening even in the gospel arena,
tumeona wahubiri wa aina nyingi, tumeona ministers of the gospel wa aina nyingi. We were talking yesterday, tulikuwa tunadiscuss na mchungaji na wachungaji, na tulikuwa tunaangalia jinsi mambo ya siku za leo yanafanyika. Watu wanataka watu wenye agreement na Mungu ya kwamba watembee na Mungu, lakini kile wanachotaka ni msaada unaopatikana kwa Mungu. Na ndio sababu siku za leo utaona kuna manabii ambao kazi yao ni kukaa mahali pale, wewe uenda kuambia mambo yako na utoe sadaka, na watu wametayarishwa kwa njia hiyo ya kwamba people know, wanajua vizuri. Ukimwelezea kuna nabii mahali pale, anakuuliza anatakanga nini, unamwambia anatakanga, huyo nabii anatakanga tu 2,000. Unaenda unampea, anakutengeneza, anakuambia mambo yako, anakuombea. Na mara nyingi ukienda kwao watakwambia ya kwamba wewe, inaonekana kitu ambacho umefanyika, umerogwa. Ni anti yako ndiye alikuletea hii shida, ni jirani yako ndiye aliyekuletea hii shida. In fact, hata tumeona watu wengine wameenda to an extent ya kwamba wanachohubiri ni kuhubiri juu ya against maadui. Unaenda unapeleka sadaka zako, ama unaenda maombi uombewe ili adui wako amalizwe. Na hiyo yote ni propaganda. Lakini watu hawajafundishwa kutengeneza covenant. Hawaambiwi ni nini kinachosumbua maisha yao, what is their contribution in their problems. Maana mara nyingi mambo tunayopitia katika maisha yetu yametokana na mambo yaliyofanywa katika maisha yetu. Labda yalifanywa kwa wazazi ama yalifanywa kwa watu wale wengine. Na Mungu hajatuambia, neno la Mungu halituambii ni sadaka tu utatoa, haituambii ya kwamba ni kukemea ama ni kukasi utakasi mtu. But you have to establish an agreement with the Lord ili akaweze kubadilisha maisha yako. Na ili kile ambacho unapokea baada ya kuja kwa Mungu kikuwe permanent. Bwana Yesu asifiwe sana. We must be ready to receive permanent blessing from the Lord. Watu wanaombewa, wanapata msaada leo, lakini kesho wanarudi tena katika ule msaada. Ni kama wakati watu walikuwa wakiabudu waganga, na hata wanaoabudu waganga ni hivyo. Mimi nimeishi katika nchi ambao watu walikuwa wanaamini mambo ya uganga sana. Na kitu ambacho mganga atafanya ni kukufanya wewe ni mtumwa wake. Anakutolea unatoa sadaka na makafara, anakupromise ya kwamba kutakuwa na freedom, lakini ile freedom anakupromise ni ya muda mchache. Unaenda unakuwa na mambo mazuri kidogo, baadaye shida zinainuka, unakumbuka tena kurudi kwa mganga na unaenda tena na kafara nyingine. Lakini kwa Yesu Kristo, Yesu anataka to establish a permanent blessing, a permanent solution. Na ikiwa tutakuwa na permanent solution, itatupasa sisi kwenda katika mahali pa makubaliano na Mungu. When God wants to change a generation, he establishes an agreement with that generation. Na wakiweza kukubaliana vizuri, the generation or the people have a place to pray. And then God has also a place to pray. Na wakienda katika hiyo njia, you can be sure that the change that you are getting is permanent. Amen. So he is saying, I will establish a new covenant. A new agreement. A covenant is an agreement with my people. Hallelujah. Amen. Are you ready to establish an agreement with the Lord? Yes. Ili mimi niishi na my wife, sikuambia nimeoa, nina familia kubwa, a big family of 1 wife and 3 children. Wawili ni wakubwa, mmoja ni mdogo. Tuliambiwa Mungu anataka tuwe na watoto wengi. Sikuwa najua hivyo zamani, lakini nimekuja kugundua wanafaa kuwa wengi wakati ambapo nimejiwekea limit. Na nikaona siwezi sasa kuwa na wengi sana juu nimezeeka, sina nguvu sana ya kulea. Wakati nilianza maisha na my wife, ilinibidi tukubaliane. There was an agreement. Bwana Yesu asifiwe. And I want to tell you, ni lazima kuwe na agreement. In the Bible, there was a prophet, I believe, ni Hosea, ambaye anasema watu wawili hawezi kutembea pamoja kama hawaja
kubaliana. Is it Hosea or Amos? I think it's the book of Amos. Watu wawili hawezi kutembea pamoja mpaka kwanza wakubaliane. Na kuna wakati tunategwa, tunafikiria ya kwamba tumekubaliana lakini hatujakubaliana. Tunafikiria ya kwamba tutatembea pamoja na kumbe hatutatembea pamoja. Tumekuwa tu katika uhusiano ambao hauna makubaliano. God wants us to agree with him. Na siku ya leo, I want you to establish an agreement with the Lord. Ni kwenda ulikubaliana na Mungu zamani, but I want you also to renew it, kwa sababu hata Mungu hurenew covenant zake na agreement zake na watu wake. Na hapa anasema ya kwamba covenant nitakayokubaliana na kizazi kijacho ambacho ni chetu haitakuwa ni covenant kama ya zamani niliyokubaliana na wana wa Israeli wakati niliwashika mkono kuwatoa katika nchi ya Misri. Maana hata kama tulikubaliana, hawakudumu katika agreement yangu, waliendelea na kunikosea. Lakini covenant ama agreement nitakayofanya na watu wangu siku za mwisho, I want to tell you, we are living in the days of a new agreement, of a new covenant. Bwana Yesu asifiwe. Ile covenant ilifanywa kule Misri wakati watu walikuwa wakiokolewa, walichinja kondoo. Lakini katika new covenant kilichochinjwa ni Yesu Kristo mwana wa Mungu peke yake, na damu yake ndiyo iliwekwa kama seal ama kama alama ya makubaliano ya Mungu na sisi, ili ya kwamba atengeneze generation mpya, generation ya watu watakao mtii Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na ni kwa nini Mungu anasema agano la leo halitakuwa kama la kale? Anasema, let us see the nature of the new agreement, the covenant. We can also only see it in verse 10. Inasema, for this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws into their mind and write them in their hearts, and I will be to them a God. Kuna mambo mawili Mungu anataka kufanya katika generation yetu. Hii agreement iko symbolized na mambo mawili, two major things. It is one, lakini iko broken into two. Jambo Mungu anasema ni kwamba ataweka. Abia mtu ataweka. Mungu ataweka. Ukishakubali na kuja kwake, Mungu ataweka. Sijui kama unajua kuweka. Ataweka. Ataweka nini? Ataweka sheria. I will put my laws in their minds. Ataweka sheria yake katika mawazo yako, in your mind. Maana akili ndio eneo ambayo pia shetani anapenda kuchezea. God is working in our mind for us to change and to become a generation of a kind that God is desiring and making. Kwa kweli ni mpango wa Mungu wewe na mimi katika generation hii tuwe watu wake. Na ili hiyo itendeke, Mungu kuna kitu anafanya. Ataweka sheria yake katika akili yako. So make sure akili yako ina sheria ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio sababu mtumishi wa Mungu, I think in Proverbs, inasema heri mtu yule ambaye haendi katika shauri la walio waovu. Alafu anazungumza mambo mengine hapo. Na akishuka kidogo anasema, bali furaha yake, his delight is in the law of God. And in the law he meditates is day and night. Anawaza na kutafakari sheria ya Bwana usiku na mchana. Kama unataka kuwa ama kushiriki katika
mabadiliko na kuingia katika kizazi kilichobadilishwa, you must accept the Lord to put his laws in your mind. Amen. Lazima ukubali Mungu aweke sheria zake katika akili yako. Hiyo ni wewe utakubali. And why is the Lord saying this? Ni kwa sababu katika akili za watu kuna vitu nyingi zimewekwa. Kuna vitu zimewekwa huko katika akili za watu. Siku ya leo tunayoishi kuna mambo mengi yanafanyika katika ulimwengu na kuna mambo mengi yamewekwa katika akili. Kama unataka kujua mambo ambayo watu wanawaza na watu wana mambo mengi wanafikiria, ingia kwa internet utaona mambo ambayo watu wanafikiria. Utaona akili za watu zimeoza. Watu ambao hawana sheria ya Mungu ndani ya akili zao. Na wakati huu Mungu anapotaka, if you are going to become the generation that God is desiring or partake the change of the new generation ambao Mungu anasema kizazi hicho kitakuwa changu, because he is saying they will be my people and I will be their God. Kama unataka kuwa mtu wa Mungu na wewe uhusike katika wale wanaoitwa na uhesabiwe pale, you must accept God to put his laws in your mind. Na ikiwa sheria za Mungu hazijawekwa katika akili yako, you can be sure kutakuwa na kitu kingine kimewekwa pale. Unajua akili zetu hazikuwekwa, hazikujengwa za kukaa bure, zilijengwa za kuwekwa kitu. Mtu alitutengenezea mtandao unaitwa Facebook. Na sijui kama umewahi note. Facebook si ni kitabu? Kwa nini inaitwa book? Ni kitabu? Ni kitabu. Na ukifungua Facebook, haikuangi imeandikwa kitu, is for you to write what you want. Sinakwambiaga hivyo, write a thought. Andika kile unataka. So ni kitabu tupu. Na kazi yetu ni kujaza huko. Sasa utaona watu wakiweka vitu, wakiandika vitu, wakipost vitu hapo kwa Facebook. Maana lazima iandike, ikionekana liko tu open itaandikwa kitu. Na kila Mungu anataka kuweka pale ni sheria yake, so that you may become. And let me tell you, God will not force you to be part of this new generation. Ni wewe utakubali kuwa katika generation hii ili ufurahie matunda na baraka ambazo Mungu anasema watu wake watafurahia. And one of the benefits ni kwamba you will be called his people. Utaitwa mtu wake. Unajua kuna watu wengi si watu wa Mungu hata wanapotembea. And some of them are so rich but they are not people of God. And he is saying they will become my people and I will be their God. Wengine wetu Mungu si Mungu wao. They are worshiping other gods. Two things ambazo Mungu atafanya ili generation hii ibadilike. Ataweka sheria zake katika akili yetu, katika mawazo yetu. What about the old covenant? Old covenant, watu hawakuwa na sheria za Mungu katika akili zao. I told you, katika Old Testament, sheria za Mungu, the 10 commandments, na hizo sheria zingine zilikuwa zimeandikwa. Zilikuwa zinakaa kwa kisanduku kinaitwa the covenant box. Sanduku la agano, na ilikuwa inakaa katika hekalu. And it was read only at the Sabbath day. Na wakati mwingine inasomewa, Israeli wanasomewa mara moja kwa mwaka. Na kwa hivyo watu walikaa bila kujua sana ni nini kimeandikwa mahali pale. Lakini katika wakati huu, ili tusije kumkosea Bwana, God is saying he is writing his laws and his sharia in our mind. Allow God to write it. Bwana Yesu asifiwe. Being changed in this generation is not only about kukuja kanisani, kuombewa na kuwekelewa mikono. It is more than that. You must allow the Lord to be written. Daudi akasema in the book of Psalms 119 verse 105 akasema, nimeliweka neno lako moyoni mwangu nisije nikakutenda dhambi. So the other thing that God will do with his laws, he will write in our hearts.
ataandika neno lake katika mioyo yetu. Tuko pamoja watu wa Mungu? Yes. Can you tell the Lord to write? Allow the Lord to write. Aandike agano lake katika mioyo yetu, akili na moyo. Hello, watu wa Mungu, tuko pamoja? Akili na moyo. And that's why pastor ametuambia the best deliverance is when you acquire the knowledge of the word of God. Tunaweza kuombea hapa ugaragare, upige nduru sana hata utapike. Hiyo tunaweza. Hello? But it is not enough. Kuombewa na kugaragara na kupiga nduru sio enough. But when you get the knowledge, and this is what the Bible says in the book of John chapter 8, Yesu akasema, you shall know the truth and the truth shall set you free. Na ile freedom inatokana na kujua ukweli, hiyo ni freedom ambayo ni permanent. Juzi Mungu alikuwa akinenea tukiwa hapa ya kwamba niombee watu mambo ya permanence, to have the permanence. Wakuwe na ile stability, have the stability katika maisha yao, katika imani yao, have stability. Chochote unachofanya uko na stability. Uponyaji wako uko na stability. Kuna jamaa mmoja alikutana na Yesu na akaponywa. Akaponyewa huko walikuwa wanakutana in the field, akaponywa. And the second day they met with Jesus, Yesu alimkuta kanisani. Akamuuliza, ni wewe ambaye ulipona ile siku? Yeye akaambiwa, uenende usifanye dhambi tena, usije ukapatwa na jambo lingine baya kuliko hilo. So the continuity and continuing in the laws of God create permanence, and it creates a permanent change. In fact, kile ambacho mimi naombea ni ya kwamba tukibadilisha ama tukibadilishwa, tudumu katika kule kubadilishwa. Tusikae pale alafu wakati mwingine tumerudi tena nyuma. We need to be people with permanence and stability after we are changed by God. Na hiyo itatokana na nini? God must write his laws in your heart. Hiyo ndio Mungu anataka. Aandike sheria yako hapo. Sehemu ya Mungu katika jambo hilo ni nini? It is his work to put. It is his work to write. Mungu ndiye ataweka. Ni kazi yake kuandika katika moyo wako. Lakini ni kazi yako, what is your part? Ni kazi yako kukubali aweke. Hello? Ni kazi yako kukubali nini? Aweke. And how do we show that we have allowed God to put the laws in our mind? It is by how we dedicate ourselves, vile tunavyojitolea. Wacha nikwambie mambo mawili matatu ambayo yanaonyesha ya kwamba umekubali. One, a person who have allowed God to put and to write his laws in his mind, he will commit himself to Bible study. Ni mtu ambaye atajiweka na kujipeana katika kujifundisha Biblia. Tunaishi katika siku ambazo watu hawataki kusumbuka, hawataki mizigo mingi. We are living in days ambazo watu wanataka kuwa starehe. Hawataki kufundishwa, hawataki kujicommit katika neno la Bwana. People must commit themselves in study the word of God. Na kuna njia mbili za kustudy the word of God. Njia ya kwanza ni kuchukua Biblia wewe mwenyewe na committing your time to read the word of God personally and alone in the house. Hello?
Hebu niulize leo, kanisa la Generation Changers, wangapi wiki hii walipata nafasi? Wacha ile tulifubiriwa hapa, ulipata nafasi ukafungua Bible yako ukasoma. Hata kama ni ile iko kwa simu ama kwa laptop, ukasoma. Alone, uko tu peke yako ulipata nafasi ukachukua. Aha. Sawa, wangapi walisoma once? Wangapi walisoma twice? Wangapi walisoma kila siku? Mmechanganyikiwa sasa. Haujui ulisoma once ama ni kila siku ama ni twice. Kitu ambacho kitakuonyesha, na hii ninakusaidia sana uelewe, ili you position yourself, am I one of those people who have allowed God to write the law in their hearts? Ni kwamba wewe upate time. And if you are not getting time to read the word of God, I want to tell you, hata kama unazungumzia mambo ya kwamba uko kwa generation iliyobadilishwa, hiyo ni ndoto unazungumza, hiyo ni riddle. But if you read the word of God, ujue umejiunga hapo. And number 2, you must practice what you read. Ni lazima ujifundishe na ukubali pia kufanya vile ambavyo unasoma. There are Bible readers. Kuna watu watakwambia mimi naijua hii Bible hii. Hiyo ni sorry kweli? Hiyo ndio sorry ile ni moge kwa yani ni iko pesa ya Mungu. Unajua Kikuyu wale hawajui Kikuyu hiyo ni kama Kifaransa kweli. Sorry, neno sorry, Mkikuyu wa zamani alisema sorry ilimaliza vikombe za mzungu. Anavunja kimoja, anasema mzungu sorry. Kesho anavunja ingine, anasema oh mzungu sorry. Mpaka vikombe zikai. Yeye hawachi kuvunja, lakini anavunja kila wakati. Akivunja anasema so. Hakuna change katika maisha. You will not partake the changed generation ikiwa wewe umezoea kumwambia Mungu sorry and you are not changing your life. Repentance is turning around and going a different direction that you went there before. Hiyo ndio inaitwa repentance. And that is why God is saying, return to me and turn to me and then I will return to you also. Mungu wetu anatengeneza generation ya aina hiyo. Na hatutaweza kufanya hivyo kama sheria za Mungu hazijawekwa ndani ya mioyo yetu. Umewahi kutana na mtu alikuwa ameokoka na akaanguka? Wengine wanasema unajua pastor, by the way nilikuwa nimeokoka. Ukimuuliza nani nini nilifanya? Imagine mandime nyangani hata deki. Ona ndimenya wale wapi? Hata sijiwangi nini kulifanyika, na biaga mtu acha ujinga na kunitanganya. Unasema hujui kulienda namna gani ukaanguka. Na unajua watu wanajifanya, unajua tu vile ulifanya. Kwa sababu huwezi kuanguka kama hakuna kitu umefanya ambacho kimemkasirisha Mungu. Unaanza kuwa na ile dhamira niliwaambia ikiwa mbaya, unaanza kuogopa. Hata ukiona pastor anakuja hii njia unapita hii. Na ulikuwa mtu wa praise and worship. Ulikuwa mzee wa kanisa. Wakiuliza kwa nini anatuona kwa nini ulituona ukakimbia? Hapana, hata sikukimbia, unajua. Saa hiyo ni saa ile umempata off guard, sasa hawezi kujificha. Nakwambia hapana, unajua hata sina ubaya, nikuogope kwa nini? Lakini kwa ukweli anajificha. Ni vizuri tujue we need to confess and repent. Nayo kazi ya Mungu katika msamaha na kutakasa ni kutusamehe dhambi zetu. And that is what he's saying. Ya katika verse 12 anasema, for I will be merciful to their unrighteousness and their sins, and their iniquities will I remember no more. Sitakumbuka tena dhambi zao. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima tukubali kubadilisha maisha yetu, ili dhambi zetu zifutwe na zisije zikakumbukwa tena. By that we have changed a generation. Bwana Yesu asifiwe. By that we have changed a generation. Let me take you, kitambo nimalize, let me take you to the book of Malachi and we see how a generation is defiled. Vile generation inatiwa uchafu na unajisi. Tunaona Mungu akizungumza through the mouth of Malachi.
The book of Malachi chapter, kwanza nisome chapter 4 verse 6 ambayo inasema, and he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. That is Malachi. Ukiangalia vile neno hili linasema ya kwamba Mungu anasema anaweza kugonga inji na laana. Wakati watoto na baba wamewachana, wakati watoto hawasikizani na baba zao, wakati kuna disobedience kati ya watoto na wazazi, that is a sign that you might achieve a curse. Na Mungu anasema anaweza kuikasi inchi, na hii inchi anayokasi hata sio mchanga, anakasi kizazi, kwa sababu ya kuona ya kwamba and God is saying one of the things that He will do, He will turn the hearts of fathers to their children and the children to their fathers, ili wakirudiana watazuia ile curse ambayo Mungu anaweza kuleta katika inchi. Watu Malachi chapter 2 niwaonyeshe pia mahali pengine vile ambavyo generation pia inalaaniwa na inaleta uchafu. Malachi chapter 2 tuangalie kutoka mstari ule wa 11. Judah hath dealt treacherously, and an abomination is committed in Israel and in Jerusalem, for Judah hath profaned the holiness of the Lord, which he loved, and hath married the daughter of a strange god. The Lord will cut off the man that does this, the master and the scholar, out of the tabernacles of Jacob, and him that offered an offering unto the Lord of hosts. And this have ye done again, covering the altar of the Lord with tears, with weeping and with crying out, insomuch that he regarded not the offering anymore, or received it with goodwill at your hand. Yet you say, wherefore? Because the Lord hath been witness between thee and the wife of thy youth, against whom thou hast dealt treacherously. Yet is she thy companion, and the wife of the covenant. And did not he make one? Yet had he the residue of the Spirit. And wherefore? One that he might seek a godly seed. Therefore take heed to your spirit, and let none deal treacherously against the wife of his youth. Bwana Yesu atusaidie sana. Wana wa Israeli wamefanya kizazi kilaaniwe kwa sababu ya mambo yanayofanyika katika familia. Na Mungu anasema anapounganisha mke na mume, what he is seeking is a godly generation. Bwana Yesu asifiwe. A generation stops to be godly when the marriage institution is not honored according to the will of God. Tuko pamoja watu wa Mungu, na wale tuko hapa na tumeoa ama tumeolewa, ni lazima tuwe keen as we talk about changing generations. Nimewatolea watu ushuhuda. Mimi nilizaliwa katika familia ambao when I was growing up, nikiwa mdogo, wazazi wangu hawakuwa wameokoka, waliokoka baadaye. I saw a lot of things happening in my family. Mimi nimewaambia watu hata kabla niokoke sijawahi kunywa pombe na sijawahi lewa. Mambo ya kutokunywa pombe si kwa sababu ya kuokoka, ni kwa sababu nilichukia pombe from what I saw my father doing.
Nashukuru Mungu hata kama alituacha juzi 2017, lakini amekufa akiwa pastor. Praise the Lord. But one thing I know, hata kama alikuwa pastor, hakuweza kufikia kilele ama hakuweza kuenjoy sana, kwa sababu aliokoka akiwa amezeeka. Mimi nilichukia pombe kwa sababu ya my father. Sababu ya vituko niliona akifanya. What is happening in families even today is defiling the generation. And if we are going to change, and if we are going to allow God to change our generation, we must be ready to change, and we must be ready to do according to the laws. Na ndio sababu Biblia inasema kwamba Mungu ataandika sheria zake katika akili zetu. God must write his laws and his sheria in your heart and in your mind. Ya kwamba kila wakati unajali vile unavyomtendea mke wako. Kila wakati unajali vile unavyomtendea mume wako. For those who are here ambao mmeolewa na mmeoa, ni lazima ujue. For a woman, you must maintain that place of submission to your husband. Am I allowed to say this? Itakuwa vibaya kama nitatoka hapa kama sijasema hii. Maana hatuwezi kuongea mambo ya kubadilisha generation if we are not taking care. Israel walikuwa wamevunja sheria ya Bwana, na Mungu anasema wameanza kuzaa kizazi cha watu ambao hawajampenda Bwana. And let me tell you, a child who is walking under the curse because of whatever the parents has done and is walking in cursed generation, huyo mtoto anasuffer innocently. Na ndio sababu katika kitabu cha Ezekiel mahali pengine Biblia inasema ya kwamba mababa zao walikula zabibu mbichi, nayo meno ya watoto wao ikapatwa na dhidi. Mnajua dhidi? Their fathers ate what? So wakati unamuita atasikia na atakuja katika maisha yako na atakujibu. Maana Mungu atasikia walio wake kwanza kabla ya kusikia wasio wake. Kama unataka ku raise a godly generation, be faithful to your wife. Hallelujah. How many are couples? Wengine hapa wangapi hapa wako kwa familia wameoa? Hello? Yeah. Yes. Hatuna wengi sana. Yes. Kama unataka godly generation, penda mke wako. Be faithful to her. Kana yeye kama vile Biblia inasema mwanaume anafaa kufanya. Utazaa wanaume godly. Bwana Yesu asifiwe. Na kama unataka kuzaa wasichana ambao ni godly, be submissive to your husband. Fanya vile neno la Mungu linasema mwanamke anafaa kufanya kwa mume wake. Itakuwa ni mbegu ambayo umepanda, because God is seeking a godly seed. Am I helping somebody? Yes. Bwana Yesu asifiwe. Some of us we have been suffering very much kwa sababu mbegu ambayo tulitokea ilikuwa mbaya. Sasa hapa ni tungangane, tuombe, tufast ili Mungu atupatie neema. Lakini mtoto wako kama wewe umekuwa mwaminifu, hata hitaji kungangana sana kwa mambo ya kiroho, hata hitaji angangane mpaka afast ndio utakatifu uweze kukaa na kushika katika maisha yake. Lakini kama wewe umekuwa mtu msafi, you are raising a godly generation. Bwana Yesu asifiwe. Even kwa wanaume, ikiwa unataka hello, Bwana Yesu asifiwe. Najua kuna wavulana wengine wanasumbua wazazi sana. Nilikuwa na mvulana mwingine alisumbua wazazi sana. Ajui kudiscriminate between yule anaoa na yule hataoa. Wasichana walikuwa wanapiga laini kwa hiyo nyumba. Bwana, kiubu yake imejaa wasichana. Leo anaonekana na huyu, kesho ni huyu. Paka wazazi wakaanza kushindwa na muuliza, "Kemani, wacha tukuulize. Sasa hawa wasichana wote ni nani unaoa?" Juzi tuliona Jerry akitoka kwa nyumba asubuhi. Hiyo siku nyingine tukaona Atieno. Sasa unatukonfuse tuelewi.
Mbegu mbaya iko ndani ya huyu mtoto. Lakini ukifuatilia vizuri, hata baba yake alikuwa hivyo. Sisi ambao tumeokoka, we must change. Na hiyo kitu utakuta mtu una struggle, you are struggling with these issues hata ukiwa katika kanisa na umeokoka na uko katika neno la Bwana. Let me tell you, it's the high time that the Lord writes his laws in your heart. Alafu pia ujue ya kwamba Mungu akisamehe, anakusamehe. Kama unataka kukuraise a godly generation, anza saa hii ambayo haujaoa, anza saa hii ambayo haujaolewa. Maana usipoanza saa hii, nimekuwa nikiambia vijana, unawahubiria wanakuambia, unajua nini pastor? Unajua ni vigumu sana mtu kuokoka akiwa kijana na adumishi. Umuliza ni kwa nini? Unajua sasa wasichana bwana, vile warembo na vile wako na vile unaona vile wavulana siku hizi wanang'ara. Nawaambianga hivi, if you cannot be faithful in your youth. Na mwingine anasema wakati nitaoa nitaokoka, juu saa hiyo nitakuwa na mke mmoja. Hiyo ni uongo, utaweza. Wale vijana wamezoea kuonjaonja hivi kila mahali. Hata wakati utaoa utatamani kutoka kwa bibi yako uende kwa wengine, juu ulizoea. Lakini ukijiweka vizuri kwa Yesu, and the Lord writes the laws in your heart. I thank God, maana mimi huwa si struggle. I don't struggle. I don't struggle with the issues of women. Si vizuri pastor niwaambie hii. I don't struggle. Kwa sababu gani? Wakati nilikuwa kijana nilijiweka vizuri. I was able to manage myself. Niliangalia vitu hivyo na nikalilia Mungu sana. Nikamwambia Bwana, mimi nataka kuwa tofauti. I don't want to walk in this generation ya aina hii. Niliona singependa kuoa mke ambaye nitapiga. Na sijawahi mpiga by the way tangu nimuoe. Amen. Sasa hii ni 21 years of marriage. 21 years of marriage. Sijawahi mpiga. Huwa tunakosana, sikudanganyi, lakini simpigi. Ananikasirisha saa nyingine mpaka ninatoroka ninaenda. Najua nikiwaambia hivyo pastor, ukasema hivi kwa madhabahu. I'm not an angel. Hello. But I'm saved. I'm a godly generation. Bwana Yesu asifiwe. Ikifanyika ninajua how to control my temper. Kwa sababu sheria ya Mungu imeandikwa wapi? Katika moyo wangu. You will not struggle kama utajifunza kuwa mtu wa Mungu kutoka ukiwa kijana na wakati uko msichana. If you will not be able, I want to tell you, wakati utakuwa upande ule mwingine hautaweza kuraise generation. Start now. Wacha Mungu aandike sheria zake katika moyo wako na aweke katika akili yako, na wewe ukubali kupitia hizo njia ambazo nimekupatia. And then you can be sure that you are a changed generation and you are changing a generation. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri pia tujue tunabadilisha generation kwa njia gani. If you are not changing yourself, huwezi kuchange generation. Maana generation ni gani? Si generation inakuja kwa kuzaa. Hakuna kitu kingine kinaleta ama kizazi kinakujaga aje, si kuzaa. Hawa watu wanazaliwa wanaenda, wengine wanazaliwa wanazeeka. Kama tunataka kuwa na kizazi kizuri, hata tunapozungumza, hata tunapofundisha watu neno la Bwana ili waweze kulishika, waweze godliness is taking the highest responsibility and position in changing the generation that we are living in. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Watu ungependa wafurahie sana maisha yako na vile ulikaa ni watoto wako. Kitambo ufurahishe wale wengine. Siku ya leo Mungu anasema ya kwamba atatusamehe makosa yetu na hata kumbuka tena. He will restore us to him back. He will never remember again our iniquities. Are you ready for that? Uko tayari kwa hiyo? Are you ready? Simama kama uko tayari kufanya hivyo. God is making us to be or to partake. And before we become generation changers, ourselves we must accept to change. Hallelujah.
Bwana Yesu asifiwe. Tunaishi katika kizazi ambacho kimeweza kuchokeshwa na mambo ya Mungu. Wengine hata wanasema sitaki kuolewa. Juzi nilikuwa na msichana mwingine tulikaa na yeye kanisani mpaka akakuwa secretary wetu, alikaa. Nilipoenda nikamuuliza wakati mwingine, hebu niambie fulani, wewe uko na miaka ngapi? Aliponiambia age yake nikakuta she is my age. She is my age na yeye bado ni msichana. Nikamuuliza, na mbona hujafikiria kuolewa? Akasema, wewe pastor, andu magitiga kuhika wariku. Hawari kwa andu magitiga kuhika. Andu matigire kuhika, thiko ici tutihikaga. Hello. Tuko na wengine hapa ambao wanasema hivyo. Andu magitiga kuhikania wariku. Tuko hata wavulana wamekufa moyo wanasema hapana. Lakini hata ukisikia akisema siku hizi mambo ya kuolewa hatutaki, wengine mambo ya kuoa siku hizi hatutaki. But if ukiangalia maisha yao, na hiyo iko. Si mnajua iko? Wengine wanasema sasa leo ni mambo mengi ya kushinda hapa ukisumbuana na wanaume, hiyo tumewachana nayo. Wewe unasoma, unafikisha mahali, ukitaka watoto wewe unaenda unatafuta vile utapata mtoto. Namuuliza, kwani utapata wapi? Unatafuta tu mtu anakupatia mtoto halafu unamaliza. Wewe unalea mtoto wako kivyako mambo. Mungu alipanga watoto walelewe katika ndoa. Kuwe na baba na mama. I wish I had time to talk more, but I will have time another day. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuache hiyo mambo. Tukubali kubadilishwa. God is seeking a godly generation. And by it, ataandika katika moyo wako na katika akili yako sheria zake. May the Lord light in your heart. May the Lord light and put in your mind, so that you will keep his laws and his statutes. Then you can be sure that you are raising a godly generation. Bwana Yesu asifiwe. And you can be sure that you are changing the next generation. Hallelujah. Nataka niite mchungaji atuombe kwa sababu ya neno hili, na tutabarikiwa sana. Achukue kutoka hapo. Amen. Thank you, Jesus.